Roho Mtakatifu, nakushukuru kwa kipindi kizuri ambacho tunakianza saa hii juu ya utumishi huu, tukiomba na kushukuru. Amen. Bwana asifiwe. Tunajifunza rehema za Mungu ambavyo zitaweza kutufungulia milango, yaani ambazo zimebeba toba. Tuko kwenye toba, lakini ndio kuzaa matunda na matokeo yake. Bwana asifiwe. Rehema za Bwana na matokeo yatakayotokea wakati umekuwa muombaji sana wa kuwa karibu na Mungu na kukaa naye faraghani. Bwana asifiwe. Ninyi mlikuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Mlikuwa hamkupata rehema, basi sasa mmepata rehema. Najua hicho kifungu huwezi ukasahau kwa sababu tulikuwa tumeanza nacho. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10. Ninyi mlikuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Mlikuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Kitu ninachotaka nikufundishe leo, sikufundishi hiki ninachokizungumza. Nataka tuingie kwenye lile somo linalosema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Haleluya. Mabadiliko ya Gideon yalianzia kwenye sauti ambayo Mungu alimwambia wewe ni shujaa. Haleluya. Kwa hiyo mabadiliko yako ili yatokeo ndio hili neno ninalokusomea sasa. Inasema ninyi mlikuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Haleluya. Sasa hapa naposema wewe ni taifa la Mungu, nataka ukizingatie hicho kitu. Gideon anaambia wewe ni shujaa, lakini hapo saa hii anasaga nini? Ngano. Sasa anasema wewe bali kwanza ulikuwa sio taifa, bali sasa ni taifa. Mlikuwa hamkupata rehema, mlikuwa hamjapata rehema. Anasema bali sasa mmepata rehema. Haleluya. Kwa nikagundua Mungu ili alete matokeo katika kila anachozungumza ni lazima aanze kwanza na kitu kinachoitwa kukuambia wewe ni nani, kukusemesha wewe ni nani. Bwana asifiwe. Kukusemesha wewe ni nani. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza pale, mama tusomee kitabu cha Mwanzo sura ya 12 anzia mstari wa kwanza. Kuna vitu ambavyo nataka nikusikizishe, vikupe nafasi. Sawa, ni rehema tunaziomba, lakini kitu gani ambacho kimezuia Mungu asilete matokeo kwenye hilo tumbo la utasa? Kimezuia Mungu asilete matokeo kwenye hiyo huduma ulionayo. Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza. Kwa ni kitu gani kinazuia? Ni mazuio gani yanazuia hilo jambo ambalo Mungu alisema na alitokee? Ni mambo gani yanazuia? Bali kwanza mlikuwa mjapata rehema, sasa mtapata rehema. Soma Mwanzo 12 mstari wa kwanza. Ndio. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonesha. Katika nchi ya ugeni nitakufanya kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka, nami nitawabariki wakubarikio, amen. Hapo Ibrahimu alikuwa anaambiwa anavyo hana, na aliambiwa aende wapi? Kwenye nchi ya ugeni. Bwana asifiwe. Unajua kuna vitu Mungu ametusemesha na tulizuia, kumbe kule anakotusemesha tukavifanye, vitaonekana, vitafanyika. Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani unaweza ukaenda mahali kufanya kazi, Mungu akakwambia ondoka kwenye hilo eneo, amia eneo lile pale. Unasikia sauti inasema, lakini unaanza kubishana na ile sauti. Umeshanielewa? Hususan kama wewe ni dereva, Mungu anakuambia saa hii simamisha gari, wewe unabishana na sauti inayosema ndani. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anamsemesha Ibrahimu. Kumbuka Ibrahimu angeendelea kung'ang'ania kipindi cha baba yake huko,
angebarikiwa na jina lake lingekuwa, na angekuwa na mbarikiwa. Anachosikizishwa, Mungu anataka ujitambue wewe ni nani. Haleluya, ujitambue wewe ni nani. Biblia kwenye kitabu cha Misali, kama sikosei, anasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, lakini hawezi kuwa pasipo kuambiwa. Haleluya, hawezi kuwa pasipo kusemeshwa. Nasema tena, Gideon anaambiwa wewe ni shujaa, lakini saa hii anasaga ngano. Kwa hiyo Mungu anachoondoa ndani ya Gideon ni kujiona msaga ngano. Kuna mahali unajiona sasa, unatakiwa kuliondoa hiyo taswira ili Mungu alete matokeo. Mnanielewa watumishi wa Mungu? Yaani unatakiwa kukiondoa hicho kitu ambacho kinakusemesha ili Mungu aweze kukuleta yale matokeo. Wewe unajiona kama nani? Biblia inasema hapo kwanza hamkupata rehema, bali sasa mmepata nini? Haleluya. Sema Bwana Yesu, ninaomba toba. Ulinisemesha lakini sikuisikia sauti yako. Kama Ibrahim ulivyomwambia, ondoka katika nchi hii nami nitakubariki, na huko nitakuzidishia uzao, na huko nitakuzidishia baraka za kiuchumi. Bwana Yesu, kuna mengi umenisemesha lakini bado sijaelewa. Ninaomba toba na rehema zako kwa damu ya Yesu, kwa rehema zako, kwa rehema zako. Ninatubu kabisa kila mlango, kila njia, kila ufalme kwa damu ya Yesu aliye hai. Bwana, ninatubu hali yangu ya kiroho, hali yangu ya mahusiano kati yako mimi na wewe, kati yako mimi na wewe Yesu, kati yako na wewe Mungu, kati yangu mimi na Roho Mtakatifu. Roho yangu na Roho Mtakatifu vikapate mahusiano kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Uponyaji unakuja badala ya kuambiwa kile unachoambiwa na Mungu kinatokea, kwa sababu ya vile ambavyo moyo wako unaweza ukawa unaogopa kufanya kitu ambacho Mungu anaweza akakifanya kwenye maisha yako, na ndio maana unakuta matokeo ya Mungu yanakuwa madogo. Mungu anamwambia Gideon, wewe sio msagangano, wewe ni shujaa. Haleluya. Mungu anamwambia Ibrahimu, ondoka wewe mahali hapo. Yeyote atakaye kulaani nitamlaani, atakaye kubariki nitafanya nini? Nitambariki. Ni watu wangapi tunafanya biashara na kuna watu walaana wanalani kazi zetu? Ni watu wangapi wanalima na kuna majini yanalima pamoja na watu na wananyang'anya uchumi na watu? Haleluya. Je, umesemeshwa na Mungu kile kitu unachokifanya? Kwa sababu matokeo hayaji pasipo kusemeshwa na Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unachoambiwa na Mungu wewe ndivyo ulivyo. Mnanielewa? Biblia inasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa shambani. Na kama utakaa hapo ofisini kama maskini, utakuwa kama maskini. Kama utakaa kama tajiri, utaishi maisha yale Mungu aliyokusemesha. Anza kumsemesha Bwana. Biblia inasema Gideon alimwambia Bwana, nitapataje kujua kwamba mimi ni shujaa? Haleluya. Ni swali anamuuliza nani? Mungu. Nitapataje kujua kwamba mimi ni tasa na nitazaa? Nitapataje kujua mimi ni maskini na sioni mlango? Mungu, nitapata hela. Haleluya. Ni mambo unatakiwa kumsemesha nani? Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunataka kuomba rehema. Unajua nguvu ya Mungu inayokuja ndani yako inakuja kukusaidia kuyarahisisha mambo yako. Narudia tena. Nguvu ya Mungu
inapotua juu yako inakuja kukusaidia kurahisisha mambo yako. Maana yake hakikisha unakuwa unaomba toba mara kwa mara. Hakikisha unakuwa mtu wa maombi. Hakikisha unakuwa mtu wa sala. Sema amen. Sema amen. Sema Bwana Yesu. Kila mahali walipozuia baraka yangu, au fahamu zangu zimezuia, au moyo wangu umekuwa ukuta. Njoo niwaambie kitu kimoja. Watu wengine sio kwamba mmelogwa. Ukuta umejiwekea mwenyewe. Unapoondoa ule ukuta, Mungu anaanza kuja. Mungu atuondolee ukuta. Bwana asifiwe. Kuna kuta umeziweka wewe. Kwa unapoomba rehema, Mungu anakuja kuziondoa hizo kuta. Sema ye Bwana Yesu. Kila ukuta nilioweka, ninaomba rehema kwa damu yako. Bwana Yesu, wewe ni wa rehema. Wewe ni wa rehema. Wewe ni wa rehema. Kwa damu ya Pasaka naomba toba. Naomba rehema. Naomba toba. Naomba rehema. Kila madhabahu iliyosimama mbele yangu naivunja. Toka. Pasuka. Achia maisha yangu. Naomba rehema Bwana. Nitakashe. Nioshe Baba na damu yako na Roho Mtakatifu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Naomba toba. Naomba rehema. Nioshe Bwana. Nisafishe Bwana kwa maji yako na damu yako. Roho, katika msalaba naomba toba. Kila mazingira yaliyobeba manunguniko na yaliyoachiliwa juu yangu, naomba toba. Naomba rehema. Nisamehe Bwana. Nitakase. Roho wa Bwana, naomba toba kwa damu ya Yesu. Naomba toba. Naomba rehema. Naomba toba. Naomba rehema kwa damu yako, kwa damu ya agano. Rehema za Bwana. Rehema za Bwana kati yangu na maisha yangu. Bwana, nisamehe. Nioshe kwa damu yako, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.